Bro, Ufaransa ifutwe kwenye kombe la dunia. Ufaransa itolewe kwenye kombe la dunia. Hiki ambacho anakifanya kwa Senegali, anachomfanyia Senegali sio kitu cha kiungwana, ni udhalilishaji wa hali ya juu bro. Mechi ilianza vizuri kabisa, kipindi cha kwanza Senegal wanapata chansi mbili za kutosha kusababisha goli, lakini wapi, sio bahati yao. Basi kipindi cha kwanza kikaisha, kipindi cha pili huko ndio unyama ulikoanza. Dakika ya 66 Michael Olise kwenye prime ya Sergio Busquets anamchungulia Kylian Mbappe kwa mbali, anamwona yule, anaipenyeza pass, inamkuta Kylian Mbappe. Kylian Mbappe bila kupepesa macho, bila kushangaa mara mbili, what a goal to the net. Hiyo haitoshi, dakika 82 Barcola anaingia ndani akitokea sabu, anakimbia, huyu anakimbia, anachomoka, huyo Rabiot anakuwa na mpira, anaipenyeza pasi na kuta Barcola anaenda kuchop. What a kind of chop, what a kind of magic. Anachop, mpira unaingia golini, golini, dunda ndani ya golini, bonge moja la goli. Just to say Senegal wakasema iwezekana hata kidogo, lazima tuwanyooshe wa jamaa. Basi kapigwa pasi kamkuta Mbaye, akitokea sabu. Huyu jamaa akucheka na kima, ajaja kutalii Marekani, anaamua kuweka bonge moja la kombola, bonge moja la Barcola. Kuna deki, what a strike, to the net, a rocket one. Basi Senegal nzima kanyanyuka, ikashangilia. I say, muda huo goli linatangazwa, mpira unaendelea huko. Michael Olise anatoa pasi na mkuta Kylian Mbappe nje ya boksi mita kadhaa bila sababu ya msingi, anaamua kwa Roberto Carlos, anafunga booster mgogo ya kulia, anaachia. What a strike bro, Kylian Mbappe. Hiki ni nini bro? Dakika moja tu nyuma Senegal walikuwa wanashangilia bro, unakuja kuwapokonya furaha na kuirudisha tena Ufaransa. Mashabiki wa Ufaransa kila mtu Mbappe! Kuna deki mechi, yani World Cup ni ya moto. Ufaransa haifai brother, Ufaransa haifai. Mwanangu, for the wins I'm sign out bro.